Ukaribu kati ya Elon Musk pamoja na rais wa Marekani Donald Trump umeingia mchanga na tayari wameanza kurushiana maneno, na sasa hivi Elon Musk amekwenda mbali zaidi. Kwenye Twitter ambayo ameweka kwenye X, amesema kwamba jina la rais Trump linapatikana katika mafaili ya siri ya Jeffrey Epstein na kwamba hiyo ndio sababu yamecheleweshwa kutolewa hadharani. Sasa taarifa hiyo ya Musk iliyowekwa alama ya ikumbukwe kwa siku zijazo na kutajwa kuwa bomu kubwa sana, imechochea mjadala mpya kuhusu kile kinachoitwa Epstein Files na athari zake zinazoweza kujitokeza. Musk aliandika, wakati wa kulipua bomu kubwa sana, Donald Trump yuko kwenye mafaili ya Epstein. Hiyo ndio sababu halisi hayajatolewa hadharani. Siku njema DJT, yakimaanisha Donald J. Trump. Ujumbe huo ulielekezwa moja kwa moja kwa Trump na kuhitimishwa kwa kutumia herufi zake za mwanzo DJT, jambo linaloongeza uzito wa madai hayo. Hata hivyo, Musk hakutoa ushahidi wowote kuthibitisha kauli yake, na hivyo kuacha dai hilo likiwa la kushitua lakini halijathibitishwa. Sasa mafaili ya Epstein ni nini? Mafaili haya ni mkusanyiko wa nyaraka, rekodi na ushahidi unaohusiana na Jeffrey Epstein, mfadhili tajiri aliyekuwa ametiwa hatiani kwa makosa ya unyanyasaji wa kingono na biashara haramu ya ngono dhidi ya wasichana walio chini ya umri. Epstein alijinyonga katika gereza la Manhattan mnamo Agosti mwaka 2019 akiwa anasubiri kesi ya shauri la ngono. Alishtumiwa kwa kuwanyanyasa na kuwasafirisha wasichana wadogo na wanawake kwa shughuli za kingono, mara nyingi kwa kisingizio cha huduma za tiba ya massage katika maeneo ya New York, Florida, visiwa vya Virgin, Marekani na kwingineko kwa miongo kadhaa. Nyaraka zinazohusiana na kesi hiyo zimekuwa zikitolewa kwa awamu kupitia kesi za madai, uchunguzi wa jinai na maombi ya sheria ya uhuru wa kupata taarifa, FOIA, na miongoni mwa waliotolewa hadi sasa ni rekodi za mahakama kutoka kesi za madai, ambapo kundi kubwa la nyaraka lilitoka katika kesi ya mwaka 2015 ya Virginia Giuffre dhidi ya Ghislaine Maxwell aliyekuwa mpenzi wa Epstein na mshirika wake wa uhalifu. Karibu kurasa 5,000 zilifunuliwa kati ya 2019 na 2024 zikiwa na majina ya watu waliokuwa karibu na Epstein, orodha ya safari za ndege zake binafsi na ushahidi wa mahojiano. Hata hivyo, mengi yalihaririwa ili kulinda faragha ya waathirika. Orodha ya abiria na kitabu cheusi, ambapo orodha zilizowahi kutolewa zinaonyesha abiria waliokuwa kwenye ndege binafsi ya Epstein, wakiwemo marais wa zamani Bill Clinton pamoja na Donald Trump. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaowaunganisha na uhalifu. Kitabu chake cha mawasiliano pia kilivuja, lakini hakikutoa muktadha wa ushirika wao. Utoaji wa nyaraka na Wizara ya Sheria. Mnamo Februari 27 mwaka 2025, mwanasheria mkuu Pam Bondi alitoa awamu ya kwanza ya mafaili hayo, ikiwa ni pamoja na orodha za marubani, kitabu cha mawasiliano kilichohaririwa na orodha ya ushahidi kutoka nyumba ya Epstein. Baadhi ya vitu vilivyoorodheshwa ni kama vile CD yenye jina Girls Pics Nude Book 4 na faili la LSJ Logbook, ambapo huenda likimaanisha Little St. James, kisiwa chake binafsi, lakini hakukuwa na ufunuo mpya wa kushangaza. Nyaraka ambazo hazijatolewa bado. Bondi alisema kuwa ofisi ya FBI ya New York imezuia maelfu ya kurasa na alitoa agizo zichapishwe zote ifikapo Februari mwaka huu 2025. Maudhui na wingi wa mafaili yaliyobaki hayajulikani, huku sehemu nyingi zikiendelea kufutwa ili kulinda majina ya waathirika. Kesi ya Epstein imekuwa kitovu cha nadharia nyingi sana, ambapo baadhi zikidai kuwa kuna njama ya kuficha ukweli ili kuwalinda watu mashuhuri waliokuwa karibu naye. Hadi sasa hakuna orodha kamili ya wateja wa mtandao wa kingono wa Epstein iliyothibitishwa. Mwandishi wa habari za uchunguzi Julie K. Brown, ambaye aliandika makala za uchunguzi kuhusu kesi ya Epstein, aliandika kwenye X mwaka huu, hakuna orodha ya wateja wa Jeffrey Epstein, ni hadithi ya mitandaoni tu na njia ya kuharibu majina ya watu. Sasa dai la Musk limefufua mjadala kuhusu uhusiano wa Trump na Epstein, ambaye walijulikana kuwa na mawasiliano tangu miaka ya 90 hadi mapema 2000. Rekodi za safari zinaonyesha Trump alisafiri kwenye ndege ya Epstein takriban mara 7, wakati mwingine akiwa na mke wake wa zamani Mark Maples na mtoto wake Tiffany Trump. Hata hivyo, hakuna ushahidi unaomhusisha Trump na uhalifu. Mnamo mwaka 2019, Trump alikana akisema hakuwa shabiki wa Epstein na alikata mawasiliano naye baada ya tuhuma kuibuka. Dai hilo la Musk limekuja wakati ambapo kuna shinikizo kwa utawala wa Trump kutoa mafaili yote ya Epstein, huku wabunge kutoka pande zote mbili wakitaka uwazi.
Mwakilishi Anna Paulina Luna na Senator Marsha Blackburn wamekuwa wakisisitiza utolewaji wa mafaili hayo, wakati mwakilishi Dan Goldman alihoji Mei mwaka huu ikiwa Trump alihusika kuchelewesha utoaji wake kwa sababu ya uhusiano wake ulioandikwa vizuri na Epstein na Maxwell. Hadi sasa kuna ushahidi unaothibitisha kuwa Trump aliingilia mchakato huo, na Wizara ya Sheria imesisitiza kuwa kuchelewesha kunatokana na kuwalinda waathirika. Ingawa Musk hajatoa ushahidi katika tweet yake hii, hata hivyo madai hayo yamechochea maswali mapya na ufuatiliaji zaidi. Kama alivyoashiria Musk, ukweli unaweza kusubiri siku zijazo ikiwa mafaili hayo yaliyobaki yatawahi kufichuliwa siku moja.